4 mwezi ujao wa Juni. Akida Kasim, KTN. Kwenye taarifa ya tanzia, watu 5 wameangamia kwenye mkasa wa moto uliozuka usiku wa kuamkia leo katika mtaa wa mabanda wa Mathare B. Wakazi wengi wameachwa bila makao, wakiendelea kukadiria hasara ya kuharibiwa kwa mali yao. Noel Nabiswa amerejea kutoka mtaa huo na kuandaa taarifa ifuatayo. Ilikuwa huzuni, simanzi na majonzi kwa wakazi wa mtaa huu wa Mathare B hapa Nairobi. Waathiriwa wasijue la kufanya ila kutumbulia macho yao majivu ya yaliyokuwa mali yao iliyoteketea. Watalazimika kulala kwenye kibaridi. George Omondi ni mmoja wa waathiriwa, na kwake mkasa huu umemsababishia msiba mkubwa. Anashindwa kudhibiti machozi kutokana na uchungu wa kumpoteza mkewe mpendwa, mwanawe ambaye yuko katika hali mbaya hospitalini kutokana na madhara ya moto, mwenyewe akiwa na majeraha ya moto huo na maswali mengi yani wapi ataanzia, kwani mali yake yote iliteketea. Alikuwa naomba usaidizi lakini hakuna vile alikuwa anaweza kusaidika. Nikaenda mali mtoto alikuwa amewekwa, nikaanza kuomba Mungu hapo. Dakika kidogo naona mtoto ameinua mkono hivi. Mtoto kuinua mkono hivi, kuangalia tena naona mtoto already ashatoka. Kumbe mtoto wameshatoka naye wamekimbiza hosi. Wakazi hapa wakielezea kuwa juhudi za kuzima moto huo ziliambulia patupu. Nyumba zaidi ya 8 zilikuwa zimeteketea kabla zimamoto kufika na kudhibiti hali, wakitoa wito kwa kaunti ya Nairobi kuweka vituo vya kudhibiti moto katika makazi ya mabanda. Naomba kwa county government watusaidie na gari ikuwe kwa constituency. Juu vitu kama hizi kifanyika, tunajua vile tutafanya nini, tunasaidiana. Waweke mpango kamili, tusaidie wenye wanaishi kwa vibanda. Taka kama hapa, tuko na police post hapa, waweke kituo hapa. Hiyo waweke simamoto hapo, na respond haraka. Kulingana na wakazi, chanzo cha moto huo hakijabainika bado. Chanzo cha moto hatujui ni nini kenye kilisababisha, lakini tuna suspect pengine ilikuwa stove. Kuna vijana wanaishi pale nyuma, pengine waliweka kitu kwa stove na wakatoka nje, ndio imesababisha. Waliopoteza maisha ni watu wazima 3 na watoto 2. Miili imehifadhiwa katika makafani tofauti jijini, huku manusura wakiendelea kupokea matibabu. Noel Nabiswa, KTN. Poleni kwa msiba uliowafika waliojeruhiwa, tunawatakia